Hii ni sehemu ya pili. Kwa huo msikilizaji umetufuatilia kutoka sehemu ya kwanza, ama wewe unatufuatilia kwa mara yako ya kwanza, karibu katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimekuletea mkasa uliokuwa bora na mtamu wa Mariam. Karibu sana, msikose kutusubscribe, like na kushare. Tutapata alama yetu ya kengele, ni mikasa yetu inawafikia popote pale mlipo. Siku zote hakuna muda kupoteza katika maisha yako kwa kuhadisia. Karibu sana kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Usiogope, tunakuchukua ni muda wako. Karibuni sana. Siku zote ule msemo wa henga wanaosema kwamba mzaniaye ndiye kumbe siye. Hata ule unayempenda marafiki yako anaweza kaondoka akakuacha na maumivu makali katika maisha yako. Sehemu ya kwanza imeishia pale ambapo nimeondoka na kumwaga mke wangu na bosi wangu ambaye ni John, na kuambia anaingia katika nchi ambayo ni ya wazungu kwa Marekani, lakini John amerudia huko akimwambia mke wangu namba, akamwambia anamhitaji sehemu atakapokutanana. Walipokutana hiyo sehemu alikutokea na kumwambia hisia zake mke wangu. Mke wangu ameshangaa na kupigwa na bomboaza, akamwambia wewe ni bosi wa rafiki wa mume wangu, kwa nini unaniambia mambo kama hayo? Karibu sana wewe msikilizaji unafuatilia kwa mara yako ya kwanza, basi ningekushauri uende katika sehemu ya kwanza utaelewa kipi nimechokizungumzia. Mkasa huu wa Mariam ndio wakati sahihi, hakuna kupoteza katika maisha yako. John ambaye ni bosi wangu amekuwa akimshawishi mke wangu. Siku zote wanakwambia mwanamke hata kama atakukubalia, lakini ana moyo wa kuweka akifikiria. Ndio bosi alipotokea kumwambia mke wangu kwamba kila kitu ninachokimiliki mimi ni uwepo wake na ni nguvu zake. Mke wangu ameregea kama mwanamke alipoondoka pale, kwa sababu ya vizunguzungu ya kusikia ule John bosi wangu mambo anayomwambia. Mke wangu alifika nyumbani na kufikia mambo mengi sana. Ndio amechukua simu na kumpigia ule bosi wangu ambaye ni John, akamwambia John, naomba ujiheshimie kama mtu ambaye nasema na kuheshimu kama rafiki ya mume wangu. Inabidi usikuna niambia maneno kama hayo, ila John na kukata tamaa, maana mimi nimekuwa katika nchi zingine ambazo John bosi wangu amenituma kwenda kuchukua vitu ambavyo ni vya ofisi yetu. Nilipokuwa mimi nipo ndani ya Marekani, ila akili yangu ilikuwa fasi moja, nikasema acha nichukue simu yangu na kumpigia mke wangu. Nilipompigia mke wangu nimezani kwamba mke wangu atanadisia mkasa mzima wa bosi wangu, lakini cha kwanza amenificha na kunijulia hali ambapo nilipo. Nikamwambia nipo salama, namshukuru Mungu, hofu yangu ni kwako tu mke wangu, maana nimelala naota ndoto, sijui ulikuwa na nani. Mke wangu ameshtuka, lakini akanificha, maana sikuwa najua kwamba mke wangu anaweza kanificha uovu wa bosi wangu. Siku iliyofuatia bosi wangu amevunja ukimya na kuja nyumbani kwangu. Mama alimkuta mke wangu alikuwa anapika. Mke wangu amemkaribisha na kumpa chakula, huku bosi ameanza kushusha mistari yake na kumwambia kwamba anampenda sana, endapo atakapomkubalia atampatia kile ambacho ni zaidi ya mimi kwa kimpa kama mume wake. Mwanamke amekaa kifikiria, huku akimwambia John inabidi waachane nayo mambo. John amemnyamazia kwanza, lakini kwa sababu mwanamke amekuwa shapewa sumu ndani ya moyo wake, huko amekaa kifikiria, akamwambia John na kumuuliza swali, hivi nikuulize John? John akatokea akamwambia ndio niuliza, kuna shida? Mke wangu alitokea na kumuuliza John, hivi kweli unanipenda ama unataka kunichezea? Maana wanaume nyinyi mnapopata mnachokitaka kuwa mnaondoka, mnatuacha katika maumivu ya ndoa yetu. John alimbembeleza mke wangu na kumwambia nataka nikufanyie nini ulinelo kama nakupenda? Mke wangu ametokea na kumwambia John, niache nifikirie basi ni jibu lako. Walipokaa wakiongea kadhaa na kadhalika, huku mke wangu akamwambia John, basi nimekukubalia, naomba tuwe masiri sana, naomba sijui. Wamekaa wakipiga mazungumzo yao kwa kikumbatiana. Yule mfanyakazi ambaye ni mtumishi nilipita ndani ya nyumba yangu aliingia mle ndani kwangu, akamkutana ule John bosi wangu amekuwa amemkumbatia mke wangu. Mke wangu ameshtuka na kupigwa na mbomboazi, huku yule John akaona kama yule mfanyakazi alimuona, akamwagiza kitu dukani kwenda kukiunua. Yule mfanyakazi kipindi kwa dukani anaelekea, amekaa akijifikiria huyu ni kaka yake ama ni mchepuko wake ama ni nani, ila amepuuzia akasema acha nimsubiri bosi, nitamuelekeza ni kipi anambie kwamba huyu ni kaka yake ama ni mwingine mtu ambaye anaingia ndani ya nyumba kumkulia maji yake na mimi niko pale. Sasa mimi kipindi nipo ndani Ulaya huko Marekani, nimempigia simu mke wangu na kumwambia ajitayarishe katika safari yangu kuja kunipokea, maana safari yangu imeisha. Mke wangu amenionyesha furaha ya unafiki, akiniambia sawa mume wangu, nakutegemea siku zote na kusubiria, wewe ndio chaguo langu niliyokuchagua. Nataka nikwambie kitu wewe msikilizaji umetufuatilia kwa mara yako ya kwanza, na laiti ungetufuatilia kutoka sehemu ya kwanza ungeelewa kipi ninachozungumzia. Mke wangu, nimekuwa na mwanamke ambaye nampenda sana na kumfanya mke wangu kutoka tukiishi naye, ndio imetokea kumtambulisha kwa bosi wangu ambaye ni John, lakini John amekuwa anajua kipi anachokifanya na kunitumana katika nchi za Marekani ila pate na mdoa kutoka na mke wangu. Siku mbele kadhaa nimekuwa safari yangu ikiisha na porudi sasa huko nchini Tanzania, nimempigia mke wangu simu ya siku kupatikana, nikabaki na maswali nikijiuliza hivi kipi kilichomkutana na mke wangu. Baada ya masaa mbele nikakuja kumwona mke wangu na bosi wangu, huko wamekuja wakiongozana wanacheka, lakini sikuingiliwa na maisha kwa sababu nimeamini ni rafiki yangu na ni bosi wangu, na huyo bosi wangu ndiye amenituma katika nchi ya Ulaya, maana sikuwa na mashaka kwake.
Kipindi nilipoingia katika ile gari ya bosi wangu, huku nimekaa na mke wangu kwenye siti ya nyuma, mke wangu nilikuwa ndani kumwambia kwamba nimekuwa na misi na kumpenda sana. Tulipofika karibuni ndani ya mjengo wangu, huku nimemkaribisha bosi wangu na kumwambia, jisikie uhuru bosi, hapa ndio kwako na ndio kwangu pia. Kipindi tupo hata tunaikaa tunaenjoy, huku yule mtumishi ambaye ni mfanyakazi wangu ameniita huko nje, lakini mke wangu ndiye amekuwa kwanza kumkimbilia na kumwambia, endapo utakapomwambia mume wangu kilichokiona, basi ujue nitakufukuza hapa. Mimi nilipotoka nje nimekutana mlinzi ama mbona kigugumizi, ndio nilimwambia anaambia kilichonitia, ila kutaka kuniambia alikuwa akiniambia tu akiniangalia, akaniambia hapana bosi, nimepitiwa nimesahau. Nikamwambia mtumishi, kwani kipi, umekuwa nikumbuka na wewe? Nikamchukua pesa na kumkabidhi yule mtumishi wangu, na laiti ningemsikia ningekuwa najua kipindi cha kufanya ngali mapema. Sikuwa na muda kutaka kumjua kipi anataka kuniambia. Basi nilipofika ndani kwangu huko jioni, bosi wangu ameniaga na kuondoka. Tumeenda tukalala na mke wangu, nikafanya kama kile kitendo mnachokielewa cha mke na mume. Nilipofika majira asubuhi, nimeondoka pale nataka kwenda kuoga. Yule mfanyakazi wangu amekuwa anataka kuniambia kitu fulani, lakini mke wangu amekuja haraka sana na kuniambia, mume wangu utachelewa kazini. Huku nikimwangalia kidole chake, amekuwa akimtishia yule mtumishi na kumwambia mfanyakazi, endapo usipofunga kinywa chako basi utaniona. Nilipoingia kuoga, nimekaa nikifikiria mambo mengi sana kuelekea na yule mfanyakazi wangu, lakini nimepuuzia. Nilipojiandaa kwenda kazini, hiyo siku kazi imekuwa nyingi sana, kama ilikuwa ni sababu ya bosi wangu kuja kufanya mambo yao na mke wangu. Bosi wangu amekuja katika nyumba yangu, huko amefanya mambo yao. Ule mfanyakazi alikuwa akiwaangalia. Alipoondoka na mimi narudia, basi ule mfanyakazi ameniambia, bosi, nahitaji na mazungumzo na wewe, nataka niongee, maana usiponisikiliza utaangamiza maisha yako. Nimesikia hiyo kauli ya mtumishi ambaye ananiambia, sikumuelewa kipi anachokizungumzia. Hiyo siku nimeingia ndani kwangu, nikataka kumwadisia mkasa wa ule mfanyakazi, lakini nikapuuzia. Kwa kweli msikilizaji, hiyo siku nimekuwa mwenye mawazo sana, mpaka mke wangu akayaona, akaniambia, mume wangu, mbona kuna mwenye mawazo? Nikamwambia hapana, ni huyo mlinzi tu, kuna kitu anataka kuniambia lakini anashindwa, sijui ni kipi gani. Mke wangu aliposikia hivyo, anaanza kufanya mambo yake huko. Sasa siku moja nipo ndani nimelala, mke wangu nimesikia anapiga fujo, nikatoka haraka sana kwenda kuangalia. Akaniambia mlinzi amekuwa kumbaka. Nimeshangaa na kumpiga makofi yule mlinzi na kumwambia, chukua kila kitu kilichokuwa cha kuondoka ndani ya nyumba yangu, na sikutaki. Siku zote ukataka kuniambia, kumbuka unaniambia hicho ufanye mapenzi na mke wangu, ondoka. Nimemfukuza haraka sana, na leti ningempatia muda kumsikiliza, singeangamiza maisha yangu. Nilimbembeleza mke wangu kwa kinambia, nimekuwa nikikwambia mume wangu hao wafanya kazi sio wazuri, unakataa. Unaona sasa. Nikamwambia samani mke wangu, yote nimefanya kwa sababu umeniambia utajisi mpweke, na lati ningekuwa najua kama itatokea haya singeyafanya. Siku zimesonga mbele, ule mfanyakazi nilikuwa nishamfukuza nikamuondoa, na ndio mke wangu alipata sababu na chanzo cha kufanya mapenzi na yule ambaye ni mwanaume ambaye ni John, bosi wangu. Amekuwa akifanya mapenzi siku zote. Sasa siku moja nipo kazini, akili yangu kwa nafasi moja nikasema cha nirudie nyumbani. Niliporudia nyumbani, nimemkutana na yule mfanyakazi ambaye nimemfukuza mbele ya mlango. Nimemfuata na kumchukua kwenye mashati nikimvamia. Mungu akaniambia, bosi, usinivamie, na ujumbe nataka nikwambie, ndio maana umenileta hapa. Sijakuja kwa sababu nataka unirudishe kazini kwako, lakini nataka kitu nataka nikwambie. Nikamwambia niambie. Nikakuwa kwa makini nataka kumsikiliza. Akaniambia, yule kijana ambaye anakujaga siku moja natoka naye kwa airport ni nani yule? Nikamwambia, yule ni bosi wangu, rafiki yangu mpenzi sana. Una shida naye? Akaniambia, hapana bosi, yule kijana endapo unapotoka unaenda kazini, basi yule anakuja kufanya mapenzi na mke wako. Nimesikia mapigo ya moyo yanaenda mbio, sikutaka kusikia kauli ambayo mfanyakazi anaiongelea. Nikambatia kwanza kwa makini, nikamwambia niambie tena kwa mara pili. Akaniambia, mfanyakazi, mimi ni mfanyakazi wako bosi, nimekuwa siku zote nikitaka kuambia mke wako anakuja anakunizibia na kunikataza nisikwambie hichi ninachokifanya, na kama amenifanya vile kwa sababu nimembaka, mimi sijamchukua mke wako, lakini amefanya vile kwa sababu unifukuza nisikwambie hichi ninachokwenda ukisema. Naam, asanteni sana wewe msikilizaji, umetufuatilia katika sehemu ya pili ya Mariam. Tusikose katika mwendelezo wa sehemu ya 3 ili tujue kipi kilichoendelea kipindi nilipogundua kwamba mke wangu akaifanya mapenzi na bosi wangu. Asanteni sana kwa muda wako, maana siku zote hakuna muda kupoteza katika maisha yako pale tunapokuhadithia. Karibuni sana, msikose kutusubscribe, kutulike na kushare, ndio wakati sahihi.